Amen. I believe you are hungry this evening. Praise God. Yes, we are hungry, fasting, and longing for the manifestation and the power of the Holy Spirit. Praise the Lord. Amen. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let's stand and read the Bible, then we shall sit. From the book of Hebrews, chapter 6. Hebrews 6. The Bible says, "For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame." Verse 7. "For the earth which drinketh in the rain that cometh often upon it, and bringeth forth herb meat for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. But that which beareth thorns and thistles and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be buried." Let's pray. Dear loving Father, we thank you this evening for you are our God and our precious Father, who knows all our needs, our cares, our sorrows are taken care of you. Loving Master, we love you, for you first loved us. Thank you, gracious Jesus, for you died for us when we were still enemies to God, that you paid the price gladly, rejoicing. Though you were grieved in the spirit for the rejection, yet you took it gladly, because you knew it had to be so. And by you being rejected, then we sinners were received and accepted of the Lord. That's our joy, that this evening we who are supposed to be under the wrath of God and under his punishment, we who are supposed to be despised and hated and rejected, we are owners of the kingdom of heaven, because we are co-heirs with the Lord Jesus Christ. We are partakers of every promise of God. We are partakers of the glorious name, sons and daughters of the living God. How we thank you, loving Master, knowing that it is you who paid the price, that we may be scot-free and serve you gladly from the bottom of our heart. We thank you, loving Master. Bless us this evening, O God, even in the reading of the word of God, seeing that we are sinners by thoughts, by deeds, and by actions. Lord, we pray for your forgiveness. Sanctify, purify us, O God, that we may be received of you this evening, for the praise and the glory of your holy name. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. God bless you. You may be seated. Na wasalimu mara nyingine tena katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo letu ni lile lile, shamba la mtu mvivu, na Mungu akijalia pengine huenda tutamaliza siku ya leo. Ningependa kabisa kumalizia lile wazo ambalo Mungu amekuwa akitunenea kuhusu maisha ya Ukristo wa uzembe, uvivu, maisha ya kujikokota katika kazi ya Mungu. Na kama tulivyosoma from the book of Mark chapter 1 verse 35, tuliona ya kwamba Yesu mwenyewe, who is our role model, mfano mwema kwetu kuiga. Maandiko inasema ya kwamba alikuwa akiamka asubuhi na mapema kwenda kuomba. Think of that, brothers. Yesu asiye na dhambi. He was upright, righteous. He had no sin in him. Yet he lived a life of prayers. Na je, sisi wapendwa, he lived a life of service to God, to his Father.
Na tulisikia ya kwamba maandiko inasema akiwaelezea that my father worked hitherto and I also work. Baba yangu anafanya kazi mpaka sasa, nami lazima ninafanya kazi ama nitafanya kazi. Kwa hivyo yeye alijua, na mara nyingi alikuwa akisema, tazameni ngano ama mashamba ni meupe kwa sababu ngano iko tayari ama imeiva. Na anasema ya kwamba hakuna wakati wa kupumzika. Yeye anasema muda wake ni mdogo. So he had no time to rest. Looking at all the signs, all the indicators showed that his time was very short to serve the Lord. Praise God. Na yeye alikuwa anajua time limit yake. Na je, sisi ambao tunakaa kama nyasi yenye iko asubuhi na kufika masaa fulani haipo, kama umande ambao tuko na jua likiwaka hatupo tena. Wapendwa, tunapaswa kufanyia Mungu kazi pasipo kuzimia ndani ya mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Na we said as we were finishing last time that somebody said was describing sloth. Sloth is laziness. Na alikuwa anasema laziness, it is the sin which believes in nothing, cares for nothing, seeks to know nothing, interferes with nothing, enjoys nothing, loves nothing, hates nothing, finds purpose in nothing, lives for nothing, and only remains alive because there is nothing it will die for. Oh, God help us. Yani ni maisha ya nothing. You have nothing to worry about. You cannot even live for anything because you have nothing to die for. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba hauna kitu ambacho kinakusumbua dunia hii. Hakuna kitu unapigania kwa sababu ndani yako hakuna kitu unajali. Hauna kitu cha maana cha sasa cha kupigania na hauna kitu cha baadaye chenye utasema nilipigania. That is all for you. May God help us. Praise the Lord. Na tukasema ya kwamba heaven, our heavenly Father is a worker. Kumbuka yeye mwenyewe alifanya kazi ya kuumba dunia, mbingu na dunia kwa siku ngapi? 6. Akapumzika siku ya 7. Kwa hivyo alikuwa akifanya kazi. Yesu mwenyewe tumeona ya kwamba alikuja akafanya kazi. Na kama ni hivyo, wewe ni mtoto wa nani ambao unataka kupumzika kabla hata hujaanza kazi? Kwa maana tayari wapendwa, ukiulizwa siku ya leo, ni nini umefanyia Mungu? Ni kazi gani ambayo uliitiwa katika Ukristo ama katika kanisa la Mungu? Utasema ni nini? Tukaona ya kwamba Jesus died with a passion. His passion was the death of the cross. Praise the Lord. You see, what is your passion? Tukaona ya kwamba watu ambao wanakimbia, wanariadha, they have a passion kwa hiyo race. Footballers have a passion in football. Wewe Mkristo, do you have passion kwa hiyo Kristo yako? Kwa maombi, are you passionate? Kwa nyimbo, are you passionate? Whatever you put your hand upon. Maandiko yanasema whatever you find to do with your hand, do it with the whole of your heart. Praise God. Hallelujah. Amen. So hakuna kitu ambacho tunapaswa kufanya kwa kuzembea zembea sparingly kana kwamba we have a tomorrow. We are supposed to work today. As we sing, work and pray till Jesus calls you. Help to gather in the grace. Then with joy you will meet the Savior when our Lord shall come again. Hallelujah. Amen. You see, that's our portion. If it is coming to the church, we say we must be enthusiastic. Tunakuja kwa bidii na furaha. Yaani kuna kitu kinakuvutia. Hutaki kupoteza hata dakika moja. Maana ukienda kazini huwa unaona watu asubuhi wakiingia kazini saa 2. Wako mbioni, wao wanakimbia hivi, wala wanakimbia huku, wengine wanakimbia huku, wengine wanakimbia all over. People are passionate about what they are doing. But sadly,
wakati ambapo inakuja ni kazi ya Mungu. We have all the reasons as to why we should not attend to the work of God. Now, when we read the book of Hebrews, I want us to put our attention in verse 7. For the earth which drinketh in the rain, that cometh often upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. Praise the Lord. I want us to see that land that receives blessing from God, because it also receives and drinks the rain that comes from God. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Are we together, by the way? Are you following? Amen. I want us to go very fast because I'm trying to conclude this sermon. And we saw as we were concluding that the problem we have is that people despise. Jesus sent the word, the message, and the messenger, but people despised. From the book of Matthew, the part that we were reading in Matthew 26. Many, even today, are despising the call of God. Kila mtu alitoa sababu. Mwingine akasema, mimi nimenunua shamba juzi, nimeenda kuliangalia. Mwingine akasema, ndio nimenunua ng'ombe, naenda kuzijaribu, nione kama wanalima vizuri. All these are excuses. The Bible says they despised. They excused themselves as to why they should not attend to the feast, the marriage feast of the son of the king. And we have this marriage feast. And I was saying this because we are message believers. Waaminiwa wa ujumbe ambao tumeitiwa ujumbe. Kuna karamu kama vile tumeimba hapa. Come and dine, the master calleth, come and dine. Watu wako hapa na bidii sana ya sherehe. Kila sherehe kipango utapata hata wenye hawajaalikwa wataattend. Magari yamewekwa maballoons, yamewekwa ribbons, yamefungwa nini, kuna watu hata watafuata. Wanauliza hizi gari zinaenda wapi? Hapana, kuna sherehe hapa juu. Wanasiasa waje, kuna sherehe hapa juu. Kuna mwanasiasa anaingia. Kuna harusi hapa. Kuna nini hapa? Are we together? You see, unaona watu wako na hamu ya zile sherehe. But you see, we have a feast that we have been called for. We have been invited into a feast. But unfortunately, hii karamu ambayo tumeitiwa ndio tunapaswa kuwa na hamu na haja nayo. Lakini unapata ya kwamba tunazembea, tuko na kila sababu ya kutohudhuria. Bwana tusaidie sana. Oh, God help us. I was reading from the book of Hebrews, Luke chapter 5, verse 17. Let's go there now. We are talking of the land that receives the rain. And it came to pass, Luke 5:17. And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. Praise God. Amen. Yes. Yeah. Jesus had been invited in a certain house. The Pharisees came from Judea, from Jerusalem. They came into this feast, into this house, from the town of Galilee, Judea and Jerusalem. And they overpopulated, congested the house. Wamejaa nyumba hivi, maandiko yanasema ya kwamba mpaka haungepata nafasi ya kuingia. Lakini unfortunately, Mafarisayo na waandishi nao pia walikuwa wamekuja. But their intention was not right. The Bible says they were sitting by. Kazi yao ni kukaa. What were they doing? Watu ambao hawadhamini chenye Yesu anasema. And we have many men and women who are sitting by. They came as the others come. You remember the book of Ezekiel. They come as the others come. They sit as others sit.
were they there? They had come with wrong motives. They were criticizing what was being taught by Jesus Christ. But the Bible says, yet, and the power of the Lord was present to heal them. All of them. Hallelujah. You see, when we come into the house of God, remember, this is the healing pool. The power of the Lord is always here, present to heal all of us. Amen. Praise God. It heals physically and spiritually. Lakini hauwezi pata ule uponyaji until moyo wako uwe sawa na Mungu. Moyo wako uwe na hamu. Moyo wako uwe umealikika, kwa sababu ulialikwa katika ile karamu. Kuja ni sawa, njoo. Lakini umekuja kwa njia gani? Umejiandaa namna gani? Maana they were there as the other people were. They congested the room. When we read down there, the Bible says that, and behold, men brought in a bed a man which was taken with palsy. And they sought means to bring him in and to lay him before him. Praise the Lord. Kuna watu kule juu wanabomoa, wameleta mgonjwa. Walikuwa wamemshika kwa machela ama kitanda wakiwa watu 4. Wamejaribu kumpitisha kwa milango, imeshindikana. So, wanaamua nini? Itabidi tubomoe kule tiles. Tumteremshe. Look at that faith. No wonder the Bible down there says that Jesus saw their faith. Yes. You know, there is visible and invisible faith. This one was real faith. Remember, we are talking of working, doing something, being in action, you know, in your Christianity. And you see, verse 20, and when he saw their faith, he said unto them, man, thy sins are forgiven thee. Praise the Lord. We have to do something even in this church, in our lives, in our homes, that will pull God from heaven, will attract the attention of God, until God says, I have seen your faith. I have seen your action. Praise the Lord. And you see, they are busy destroying the roof. But you know what? The Pharisees with their white robes, of course, with the tiles, some dust that had accumulated with the tile must be falling. Now wanashangaa, hii watu sasa wanaharibu nyumba, ni vitu gani hii wanafanya? Kwani hawezi goja kuponywa kule nje? But you see, there is somebody who is capturing the eye of God. You know, moving the heart of God. Praise the Lord. Oh, the power of God was present to heal. To heal who? Them. But was the power touching them? Unajua nguvu za Mungu zinaweza kuwa hapa, lakini zinaguzanga tu yule ambaye ako connected na Mungu. Yule ambaye moyo wake unatamani kusikia kutoka kwa Mungu. Yule ambaye moyo wake unasema amen kwa kile ambacho kinahubiriwa. Lakini tutakuwa watu 1,000 hapa ama popote, hata katika ujumbe tutakuwa watu maelfu, mamilioni actually. Lakini yule ambaye anaguswa na roho wa Mungu ni yule naye yuko connected na huyo roho. The deep calleth for the deep. Praise God. But I love this part. When Jesus looked at that faith, Yesu alisema nini? Your sins are forgiven you. Bwana asifiwe sana. That's the greatest miracle. Wale wengine walikuwa wanang'ang'ana mtu aponywe mwili, sio? Maana alikuwa amepooza. Lakini Yesu alipomwangalia, hakuona mwili ukiwa na ugonjwa, lakini aliona moyo ndio ulikuwa na ugonjwa. Bwana asifiwe sana. Maybe this brother alikuwa anajua kuna dhambi alikuwa amefanya, lakini anashindwa, nitaambia nani? Oh God, have mercy on me. I've been a secret sinner. I've been walking contrary to the word of God. Watu hawajui, lakini mimi najua. Paka hata ugonjwa alipompata, anasema tu, Mungu, ni kwa ajili ya dhambi zangu. Have mercy on me. Nimesikia Yesu anahubiri. Nimesikia Yesu anasamehe. All that somebody would take me there. And perhaps the man called for these other people. Please, hakikisheni mmenipeleka kwa Yesu. Mkinifikisha pale, hapo ndipo nitakuwa nimefanyika uhuru. Praise the Lord.
The Pharisees wako tu, wao walikuja kuaccumulate hasira za Mungu katika kuketi kwao in the presence of God. Lakini huyu anatafuta rehema za Mungu, anatafuta msamaha wa Mungu, anatafuta kukumbukwa na Mungu, anatafuta kukombolewa na dhambi zake. Oh God, help us. I'm saying this, our attitude matters. Vile unaingia hapa, na ndio nimesema lazima tuwe na kitu kinatuvuta ama msukumo fulani, kwa sababu tukija tu juu tumezoea kuja, ama juu leo ni Friday, that one will never move God. We'll just be here casually and traditional. But there must be something in us. Maombi yenye ulikuwa unaomba jana ama leo asubuhi ama leo yalikuwa na kusukuma kwa Mungu, yalikuwa na mguso, ama yalikuwa ni maombi ya aina gani? Because we said you can pray but yet you have not prayed. You can come to church but before God you've never been registered that you have ever come to church. You can be reading this Bible but you have never read something that can edify your heart. You see, many people are reading. There are so many Bibles, so many message books. But mtu anasoma tu badala ya kuona Mungu na kusikia Mungu katika ule ujumbe, anasikia vituko. Wapendwa, may God help us. I love this man. And I love the way Jesus saw the faith. And my desire is that when I come into the presence of God, not only here, hata nyumbani, ya kwamba mtazamo wangu na jinsi naendea Mungu, si ati ya kwamba ni Mungu wetu kama vile tulikuwa tukisikia, ati kwamba tunakuja kana kwamba ni jambo letu, a social gathering. Kuja kanisani ni sisi. Mambo ya Mungu ni very very personal. Nilikuwa naimba wimbo pale, tulikuwa naimba kwa rata ya kwamba jina hili ni kuu sana, kuitwa wana wa Mungu. Lakini mtu asiyekuwa na msaidizi na Roho Mtakatifu hawezi kuelewa, na hana wepesi wa kuelewa. Ataishi tu hivyo, ajui the meaning or the value of being called a child of God. Oh, may God help us. Praise the Lord. And another song ya kwamba usingizi wa wazembe hautaona chochote. Ni yule tu ambaye anaamka na unaamka unajiuliza, I've been in Christianity for all these years. What have I done? Do I have a single testimony? Je, niko na ushuhuda? Ni impact gani utaacha ukipepera ukitoka dunia leo? What impact are you going to leave? Because today we love God and the prophet because he left a great influence upon our lives. He became a standard yenye tunaweza sema na nukuu nabii chenye alisema. I wonder ni wangapi tukiondoka dunia hii kutakuwa na mtu ambaye anaweza kukunukuu. Na kwa sababu ya vile anakukumbuka anakaribia Mungu zaidi. Because after all, at the end of the day, tunapaswa kuwa sisi ni nuru ya kuleta watu wote kwa Mungu zaidi. Praise the Lord. What impact will you leave? What influence, even today, do you have upon your brothers and sisters, upon the world, upon your neighbors, upon the entire church, or wherever you go, other colleagues, kazini na popote? May the Lord help us. Men here with the white robes, they were sitting by, incurring God's wrath, incurring God's judgment. Kwa sababu hiyo ndio ataishi baada ya kufa. Ataulizwa, uliwahi sikia? Imagine these Pharisees. Walikuwa wameketi pale wanaona muujiza unafanyika. Na walianza kucomplain wakisema ati huyu mtu ana blaspheme. Ni nani anaweza samehe dhambi? You know, somebody else is rejoicing that my sins are forgiven. But somebody in the very presence of God, hapo tu kwa roho, mahali Mungu anafanya kazi, mtu naye anaanza kunungunika ya kwamba ati huyu mtu anakufuru Mungu. Yaani unatetea Mungu.
Mhubiri yako busy hapa, ameomba, amefunga. You know, Jesus was a man of prayer. Hajalala usiku mzima, and he was expecting this man to be brought. And I'm sure he had known the type of person he was. Kwamba ni mtu amefanya dhambi na anahitaji kukombolewa, maana dhambi ikiondoka, ugonjwa utaondoka. Alafu wewe umeketi pale unasema ati anakufuru. Brothers, sisters, we are incurring judgment. We are incurring more condemnation. We shall not escape before God. Because siku utafika mwisho, ukihukumiwa, utasema ni kusikia hukusikia, ama ni ujumbe haukupokea, ama ni nini ilikufanya haukuamini. Maana mtu aliponywa ukiona. In fact hapo chini wanasema ya kwamba leo tumeona mambo ya ajabu. Waliona hata hapa kanisani huwa tunaona mambo ya ajabu. Sijui kama walisema ni mambo ya ajabu ya kiungu, ama walienda wakisema leo ilikuwa maajabu ajabu, kwa sababu inaweza kuwa ni maajabu ajabu. But you see, with this man, to him, haikuwa tu ya kwamba ni mambo ya ajabu. Kwake mwenyewe, it was a miracle of his soul. Amen. Praise God. A miracle of his deliverance. A miracle of his healing, spiritually and physically. Amen. Praise the Lord. Amen. But all of them, they were in the presence of God, where the power of God was working. May the Lord help us. Amen. Matthew 27:36 says, remember, we are concluding saying about the slothful person. People who are seated by. You know, watu wavivu wanapenda sana kukosoa wale wengine. Tuliona hilo. Verse 27, chapter 27, verse 36. And sitting down, they watched him there. Tukienda hapo juu 35 anasema, and they crucified him and parted his garments, casting lots that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. But those soldiers, those men, they sat down and watched him there. Maandiko yanatimia. Biblia imesema hapa ya kwamba walipomsulubisha, waligawana, walipigia kura mavazi yake, ili litimie lile neno lililoandikwa na nabii Isaya, sema kwamba watapigia mavazi yangu kura. Maandiko yanatimia papo hapo, right in their eyes, yet they are sitting down. Are you together? They are sitting down and watching him there. He is naked. Ako uchi, wamemnyang'anya nguo, wamemsulubisha msalabani, ako hapo wamemdhihaki, and now he is dying, but they are sitting watching him there, incurring God's judgment, being witnesses that they are murderers and sons of murderers, being witnesses that he is dying for our sins. Maana watakapokufa wataulizwa ama siku ya hukumu, did he die for your sin? Yes, we sat down there and we saw it. We were watching him there. We were watching, we were eyewitnesses of his death, of his crucifixion. Brothers, sitting down. I wish they could sit down and go back to the book of Psalms and read the book of Psalms. Isaiah. And remember that, this is the fulfillment of the scriptures. Then he must be the one who has died for me today. Praise the Lord. Amen. But sadly, they sat down there just watching. May God help us. You know, in the book of Isaiah, chapter 6, the Bible says that when King Uzziah died, I saw the Lord seated or lifted in a high place. We can read. Or exalted.
says here, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. And I thank God, the same book of Isaiah says that the Lord is exalted, and he is seated high up with they that are humble and of a contrite spirit. Praise God. When Isaiah saw, he was seeing the Lord. Look at his attitude. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With the twain he covered his face, and with the twain he covered his feet, and with the twain he did fly. We are still on the field of the slothful person. Isaiah is in the presence of God. Anaona Bwana ameketi, ameinuliwa juu vile huwa tunaimba, na vazi limejaa katika hekalu. Akaona maserafi, na walikuwa, kila alikuwa na mbawa 6. 2 zilikuwa zimefunika uso, mbawa 2 zilikuwa zimefunika miguu yake, na mbawa 2 zilikuwa za kuruka. What does that mean? Kufunika uso inamaanisha ya kwamba walikuwa wanamuogopa Mungu. Maana hakuna mtu ambaye ashawahi zoea Mungu. There's no way you can get used to the power of God. They were there flying, covering their eyes in the presence of God and covering their feet. And you see, in the presence of God they are singing, verse 3, one cried unto the other and said, Holy, holy, holy is the Lord God of hosts, the whole earth is full of his glory. So they are flying in reverence, in the fear of the Lord, uchaji wa Mungu. Na wao ni watakatifu, hawajawahi kuanguka. Sometimes I wonder, do we have the fear of God? Do we walk before God reverently, kwa uchaji na kuvunjika na kujua sisi ni wenye dhambi? Ndio maana nilikuwa nasema, kama sisi tukipumzika hata kwenda kulilia Mungu juu ya dhambi zetu na makosa yetu mengi, kama una prayer item, ama ukumbuki ni kwa nini uje kanisani, njoo basi ulilie Mungu because you are a sinner, na ushukuru Mungu you are a sinner saved by grace. Hawa ni malaika, hawajaianguka, lakini usiku na mchana wanaitana mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. That's why I told you heaven is busy. There are no idlers there. Hata wenye wametutangulia, wale ambao walienda mbele yetu, they are busy, they are rejoicing, they are singing, they are thanking God for being in heaven, in paradise. Praise the Lord. Nikasema kwamba, you see, we want to go through the rapture haraka haraka. Ukiuliza mtu, what have you done to deserve the rapture? What can you present before God? Kwa sababu Ezekiah alipoambiwa ya kwamba you are going to die, alitana akageukia ukuta. It's not because he was fearing death. He knew his God. Lakini aligeukia ukuta akaanza kuambia Mungu, kumbuka kazi yenye nimefanya. Nimeleta revival, nimeondoa miungu ya uongo, nimefanya hivi, nimefanya hivi. God, remember. What will you remind God today? May God help us. Amen. There must be something. Yes, we are saved by grace. Thank you. We are forgiven by grace. But grace tells us that now that we are saved by grace, we have to be doing something in appreciation. Because when God called us, he never called us to be idlers. Hallelujah. Amen. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of his glory. And covering their faces with the 2 wings. And their feet, bowing. It means humility. They were down to earth. Wakinyenyekea mbele za Mungu. Wanasema mtakatifu, mtakatifu, lakini bado wanaogopa Mungu. Wananyenyekea mbele za Mungu wakimtukuza. I'm telling you, that should be our attitude, my brothers.
And the Bible says, with the two they were flying. Flying means being in action. They were mobile, they were working, they were moving. Bwana asifiwe sana. Sijui kama sisi tukisema we are busy. Have you ever asked yourself, how long for all your business, katika shughuli zako zote umekuwa na shughuli, ni dakika ngapi ama masaa mangapi unaweza sema niko busy kwa neno la Mungu? Just even meditating the word of God, as even the pastor was telling us. Just meditating upon the word. Can we even have 5 minutes or 10 minutes just for meditation upon the word, upon the goodness of the Lord, upon his mercies upon us, and even present a desire before God that, oh God, that you may visit us this day, that you may visit us in our generation. Praise the Lord. You know, mawazo yetu sometimes hata ni kuyalazimisha kurudi kwa Biblia. Maana unataka kuikazia Biblia hapa, lakini unapata inaenda tu hivi. Unaweza kuwa huko kwa Biblia na unakumbuka simu. Unajipata hata ujui kutoka saa ngapi kwa Biblia. Umeanza kutafuta simu na uko pale. Na sio ati ni nini, ni kwenda tu kwa WhatsApp kuangalia nani amekutext. Ama Facebook wamesema nini. Hivyo tu. Yet we are just taken, swayed. And you know the devil is so kind. He knows when we fix our mind on this word, hata tuweza. Because we will be totally connected. What do you think? Kama wale watakatifu waliokuwa mbele zetu wangekuwa na attitude yenye iko na kizazi cha Laodikia, cha masimu na social media, na most of the things zenye ziko kwa social media I despise. Kwa maana utapata wengine ni vita, wengine ni propaganda, wengine ni mambo haijulikani, wengine ni siasa, wengine ni mizaha, vitu tu. Ni rare sana upate watu wanaongea, ni wachache, they are there, but very few who are speaking sense and warning us, reminding us which age or what age we are living in. My brothers, this is Laodicea, an age of lukewarmness. People are halfway Christians. Our mind is so much overtaken by the world, by the things of the world. Our hearts are so much overweighted by the burdens of this life. Hivi kwamba we are trying to look a solution by our strength, and we think we are very busy. Niliwaambia last time, yule kijana mwenye alikuwa ametumwa chakula na baba yake akaenda kucheza mpira. You know, to him that was business. Nilikuwa nakumbuka my wife hapa alikuwa na tueleza when they were young. Wanatumwa kwenda kuchunga mbuzi huko na ndugu yake huko Kapenguria. Wakienda kuchunga as usual, unapata ndio wanatengeneza tractor ya matope. Yeye hapo busy ni kutumwa tu endea maji. Anaendea maji mtoni huko, anakuja ndugu yake naye anakanda, anafinyanga udongo, tengeneza tractor. Wanataka kutengeneza tractor kubwa kabisa yenye mnakalia juu, mnaona kweli mko juu ya tractor. Ako busy. Sasa zenye wako busy kukanda matope, kufinyanga matope ya tractor na kukimbilia maji nini, kurudi, mbuzi zimeingia kwa shamba. So wanaharibu. Unfortunately baba anakuja, anawapata. See, they were very busy. But were they in the father's business? You know, alifanya nikacheka nilipokumbuka hayo, nikasema surely hivyo ndivyo Mungu anatuangalianga. Anaona ya kwamba tunaona tuko busy trying to make the ends meet. Nani aliwahi leta ile end na hii ikamit? Hizi naweza ikaikutana. Ni hiyo tu kutengeneza kitrakta. Baba aliangukia hiyo trakta, kaibonda akakanyaga kwa hasira. Na most, you know the Bible says that, kwa nini mnataka Mungu aharibu kazi ya mikono yenu? It is in Ecclesiastes chapter 5. Kwa nini unataka Mungu aharibu kazi ya mikono yako?
Kwa nini? Kwa sababu uliacha kazi yenye Mungu alikwambia whatever you find to do with the whole of your heart. Unaenda kutengeneza tractor na unasema hii itatubebanga kila siku kwa hii maisha. Itatupelekea watoto shule, itatulimia mashamba, itatufanyia biashara. Tractor ya udongo yenye iweze kuruma, na imefanya ukaharibu shamba, ukaharibu mambo mengi. Tunaongelea shamba la Mungu. Praise the Lord. You see, that's how we operate. Mungu akituangalia hivi anaona tumepoteza vision. May God help us. Isaiah 37:1. Nasema hivi. And the remnant that is escaped of the house of Judah shall again take root downward and bear fruit upward. Praise the Lord. Amen. Yeah, this was God speaking concerning in the days of King Hezekiah. Akiongea kuhusu Waisraeli, Judah, and how they will be scattered, and again God will restore them back. And you see, the church is so scattered. I don't know whether you are seeing this. Even in the message, people are so scattered. Mawazo ya watu imetawanyika. Ile bidii, haijalishi ni kanisa gani ya ujumbe, ile bidii tulikuwa nayo, maombi tulikuwa nayo, wale ambao walikuwa naomba, yamekuwa scattered. But God says in Joel that I am going to restore. Restore means that He is going to bring back to the former status, or the former condition. Na Mungu akisema atarejesha, anamaanisha hivyo. Bwana asifiwe sana. Maana japo shamba la mtu mvivu limejaa miiba, vile tumeona Waibrania, kwa sababu wamekataa neno la Mungu, lakini Mungu bado katika kizazi hiki cha Laodikia ana bibi harusi. Bwana asifiwe sana. Ndio maana alikuwa anaambia Hezekiah ya kwamba kutakuwa na masalio ya watu, a remnant that has escaped the house of Judah. Akasema ya kwamba they will take their root downward and bear fruits upward. Praise God. Haijalishi itakuwa namna gani, maana maandiko yanasema ya kwamba yule mtu ambaye anategemea Mungu anafananishwa na mti ambao umepandwa kando kando ya mto. Bwana asifiwe sana. Ambaye jani lake ni bichi kila wakati, hajui wakati wa kiangazi. Hata saa hizi kuna kiangazi ndani ya ujumbe, lakini yule mtu ambaye ako na roho wa Mungu, amezaliwa na Mungu mwenyewe, hajui hiyo. Ni vile huwa tunasema, japo uchumi ya dunia inaporomoka, hatujui, mtoto wa Mungu hatajua, kwa maana maisha yake is not dictated by the economy of the world. Our economy is dictated by God himself. Na kama ni hivyo kwa mambo ya kifedha, na je mambo ya kiroho? Wakurudi nyuma watarudi nyuma. Wakuingia katika apostasy. Apostasy means, ukisoma kitabu cha Nahu inaonyesha walikuwa wamehubiriwa siku za Ninawi na Jona, wakarepent, lakini baada ya miaka 100 wamerudia ile miungu yao ya ng'ombe na kuiabudu na kuishi. Mungu hakuwaspea tena, alitayarisha tu judgment haraka kuangamiza. You see, and God has come into this generation. Nabii alipokuja akahubiria kizazi hiki, mpaka akawahubiria ujumbe unaoitwa indictment. Indictment ni nini? Shtaka. Akawashtaki kukataa neno la Mungu, na akawahubiria ujumbe unaitwa the rejected king. Maana kizazi hiki kimekataa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ni kizazi ambacho kiko na akili mingi, tuko na ujumbe, makanisa makubwa, magari makubwa, tuko na viti, tuko na, unaona inaitwa nini sasa, tuna stream live, tunafanya ni mambo haya ya ajabu ajabu, but where is the power of God? Tuko na mambo haya yote ambayo tunajisifia, mpaka tumefika mahali sio lazima tuende kanisa. We can just fellowship when we are on our sofas at home.
ama uko kwa blanketi unaweka tu pale screen yako unatazama mahubiri. Laodicea so rich with the physical things, material things. Tuko kwa Facebook, tuko kwa Instagram, tuko kwa Telegram, tuko wapi, all over. But where is the power of God? Sure. Where is the move of God? Maana kanisa lenye ndugu Branham alikuwa ananenea sio kanisa la Telegram, sio kanisa la Facebook na Instagram, sio kanisa la live streaming na WhatsApp na hii ingine inaitwa nini, YouTube. Hapana, ni kanisa. Yaani hata tukujae kanisani bila viatu, wapendwa, na makoti tumepiga viraka. But when we are here, the move of God is mighty. The presence of God is here to heal. The presence of God is here to deliver, to convict sinners. Praise the Lord. But you see, so puffed up. Laodicea is so puffed up. They have no reverence for God. Na ukianza kuomba na kufunga na kutafuta uso wa Mungu, wote wanaanza kukukejeli. They are scoffers. Wanaanza kumake fun, wanasema huyu anajifanya nabii. You cannot reach the level of the prophet. No, we are not fighting to reach the level of the prophet. We have our own level that God has maintained. We have our standard of the bride of Jesus Christ. We are not fighting for that standard of the prophet, no. He was part of the bride, yes. But kila mmoja wetu hatuwezi kuwa nabii. Lakini kuna kiwango cha neno la Mungu ambao Mungu amekupimia ufike pale ndugu yangu. Na mpaka tufike hapo, we should not be talking of the rapture. That's why we have to work for it. To fight for it. Praise the Lord. Amen. To seek the Lord with all our heart. Tulisikia from the book of Hebrews ya kwamba they that seek him diligently. So lazima tumtafute kwa bidii. Bwana asifiwe sana. Ndio maana anasema kanisa lake wapendwa, lazima nitakita mizizi kwenda chini na litatoa matawi na kutoa matunda. Hata kama imekuliwa na tunutu na madumadu na nzige na kila kitu, but he said I'm going to restore. Praise the Lord. And if God says I'm going to restore, I'm seeing that glorious church. Praise the Lord. Isaiah 2 Kings. Now, first of all, let's read Isaiah 27 verse 6. 27 verse 6. We can start from verse 2. In that day, sing ye unto her a vineyard of red wine. I, the Lord, do keep it. I will water it every moment. Na tumesikia kwa Hebrews, anasema shamba ambalo Mungu ananyeshea mvua yake ni shamba lililobarikiwa. Bwana asifiwe sana. Kanisa ambalo linapata ujazo, limepokea ujazo wa Roho Mtakatifu, limebarikiwa. Psalms, the Bible says that blessed is the nation whose the Lord is God. Praise the Lord. And now here he says, I, the Lord, do keep it. It is the Lord who keeps his church. I will water it every moment, lest anyone hurts it. I will keep it night and day. Hallelujah. It is the Lord who is keeping his church. Amen. Praise the Lord. Verse 5. Or let him take hold of my strength, that he may make peace with me, and he shall make peace with me. He shall cause them that come of Jacob to take root. Israel shall blossom and bud, and fill the face of the world with the fruit. Hallelujah. If it is so with Israel, it is much more with the bride of Jesus Christ. Yeye mwenyewe amesema, he shall cause them that come of Jacob to take root. Atasababisha wawe na mzizi, sio watu ya kuyumbayumbishwa hivi. Bwana tusaidie sana. Tunahitaji mizizi. Mizizi kwa neno. Mizizi kando kando ya mto wa maji ya utulivu. Mahali ambapo hatutanyauka tena. Tunamzalia Mungu matunda. Anasema we shall come and have root and shall blossom and bud and fill the face of the world with the fruit. Bwana asifiwe sana. That's my portion. Matunda ya Roho Mtakatifu lazima yazalike ndani ya kanisa la Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini nimewaambia sio kwa kanisa la wazembe,
lazima tushuke kutoka kwa vitanda vyetu. Mambo ya starehe, kuombea kwa kitanda, mambo ya starehe, brothers, I don't have words to describe those who are before us. Kama Yesu alikuwa anatoka nyumba, anaacha mitume wamelala, mwenye nyumba amelala, na anajua ni mtu mashuhuri, lakini atawaacha wote wanalala, anaenda mlimani, msituni, anatafuta mahali tu. Biblia inasema ya kwamba a solitary place, mahali pasiri papekee, ili atafute uso wa Mungu. Lakini tuwezi nilikuwa na hukumika, nasema tulijenga kanisa hili, sio? But why don't we come here for prayers? Sijui serikali inaweza kukushika ati juu uko hapa waseme umevunja sheria ya kafyu juu unaombea hapa. Kwanza watakwambia tuombee kabisa, sisi tuko patrol. Yeah. Mpaka nikasema nao hata watu wawili tu wapatikane kwa hii nyumba kwa maombi. Will this issue of baptism with the Holy Ghost back to Pentecost itakuwa tu teaching doctrine? I'm telling you, this doctrine, this teaching will judge us. Na waambia kila neno ambalo tunahubiriwa hapa litatuhukumu. Halitaanguka chini. Tulichukue tusilichukue, litakuwa ndio hukumu yetu. Sisi tumesahau topics zenye tumefundishwa hapa, lakini Mungu hajasahau. Na memory itafunguliwa. Sasa hizi tunaweza sahau, maana biashara yetu ndio kubwa kuliko ile neno. Lakini there is a day of reckoning, my brothers, my sisters, ambapo kila topic, kila somo ambalo limefundishwa, hiyo kanda itajeza tena, and it will be so clear. Lakini hiyo kanda ndio itakuwa inakuhukumu, maana kila somo linakueleza, are you a doer of the word or you are just a good hearer? May God help us. Amen. Oh, may God help us. Brothers, sisters, it is later than we may think. Sure. When I think of men of God, how they were praying, kina Charles Finney, mtu unaomba mpaka hujui ilianzia, unaomba mpaka hautofautishi mchana ni saa ngapi. Maana when you went on your stomach, ukalala flat chini, kwanza kutafuta uso wa Mungu, venye unatoka hapo unastukia imefika lunch time. Na beyond, watu mpaka washakula lunch. Na ilikuwa asubuhi 2:00 or before 8 kienda ofisini. Kuanzia hapo tena unaomba kuanzia 6 in the evening. Unakuta karibu asubuhi imefika. You're still on your knees. Ndugu Branham alikuwa anasema wakati huo wa revival, ungepata mpaka familia wamejifungia kwa nyumba, watoto hao wadogo wanaomba, wazazi wanaomba. I'm telling you, these children have the power to pray. Amen. It depends on the atmosphere we are giving them. That's right. Leo nilikuwa naambiwa my brother mwenye nimefuata amekuwa mlevi for so many years. Lakini mtoto wake last year mdogo, ile rika ya kina hao, alienda akaambia pastor yake, akamwambia nataka kwenda praying and fasting. Akamuuliza, praying and fasting unataka kuombea nini? Nataka kuombea baba yangu na mama yangu waokoke, maana wanakunywa pombe, wanaishi vita. So akampea ruhusa. Alikuwa anataka kwenda for 7 days. Sijika alienda 3 or something. He prayed and fasted, a young boy. And I'm telling you, I gave you the testimony here. My brother got saved. Amen. Kwa maombi ya nani? Ya watoto hawa. Pastor, kama sisi kanisa watu wakubwa hatutaomba, you can engage these ones. Kwanza maombi ya hawa inafanyika with a lot of sincerity, with a lot of purity and the fear of God. They can come, wanaweza omba. Si nilikuwa naona wakati wa corona tulikuwa tunaomba kabisa na wao. Saturdays tulikuwa tunakuja hapa, we are praying with them. Wanazunguka hapa, praying. I'm telling you, it is we who are wasting time. We should come back to the reality. The blessings of God are withheld from us. Zile spiritual na zile physical, kwa sababu tumeweka mawazo yetu kwa tractor ya matope huko. While we are supposed to fix our attention, our hearts in the business of our Father.
God bless you. Let's pray. Dear loving Father, we thank you, Lord, because you are a God of correction. And love is corrective. We have wasted many precious years. You have been speaking to us every now and then. And surely, we are piling and heaping judgment upon ourselves because of the words that we continually hear, and we do not act according to the words. Help us to be sincere enough that we be reverent before you, that whenever you speak, we shall say that is thus says the Lord for us, and we shall act accordingly.